Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Askofu Lazarus Vitalis Msimbe, SDS, askofu wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Siku za nyuma kidogo nilieleza kwamba tuna kazi ya ukarabati wa kanisa kuu la Mtakatifu Patrice hapa jimboni Morogoro. Na basi ile kazi ilikuwa na hatua kubwa tatu. Kama nilivyokuwa nimeeleza, hatua ya kwanza ilikuwa ni kubadilisha ile sura ya mbele. Maana kanisa lilikuwa flat hivi kama go down fulani. Lakini basi ile hatua ya kwanza ilikuwa ni kubadilisha sura ya mbele, kuweka shape nyingine kidogo ionekane kama ni kanisa. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili ilikuwa ni kubadilisha paa, yani bati zote, kwa sababu zilikuwa zinavuja, ni bati za zamani zilikuwa zinasababisha kuvuja kwa kanisa. Hivyo ndio ilikuwa sababu moja wapo nyingine iliyotufanya tufanye ukarabati. Kwa hiyo tulifaulu kuondoa bati zote na kuweka bati mpya. Na hatua ya tatu ilikuwa ni kufanya marekebisho ya kule ndani sasa, ikiwa ni pamoja na kuweka dari mpya, kwa sababu ile ya zamani imetolewa. Kwa hiyo kuweka dari mpya na kumalizia kule ndani kwa rangi na shughuli nyinginezo. Lakini nieleze tu kwa kifupi sasa tupo wapi. Basi ile hatua ya kwanza, yani kubadilisha sura ya kanisa kwa mbele, imekaribia 90% tayari inaisha. Na hivi ninavyosema, wakati wa Pasaka huu nadhani tutatumia lile kanisa kwa muda, alafu tutawapisha kwa ajili ya kumalizia, kwa sababu zimebaki kazi ndogo ndogo. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni karibu 90% imekwisha, ya kubadilisha sura ya mbele. Sura ya mbele pamoja na kubadilisha sura ile yenyewe, lakini pia tumejenga groto ya Mama Bikira Maria, lakini pamoja na mnara. Lakini pia kutakuwa na misalaba mitatu midogo juu, ambayo siku itawaka itaangaza. Lakini pia juu kabisa pale katikati kuna picha ya Mtakatifu Patrice, ambaye ni msimamizi wa parokia ya Mtakatifu Patrice. Hatua ya pili, ambayo ilikuwa ni kuezua bati zote za zamani na kuweka bati mpya, imeshakamilika. Hiyo imeshakamilika kabisa. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwenye hatua ya tatu. Sasa hivi tupo kwenye harambee za kutafuta fedha kwa ajili ya kumalizia hatua ya tatu, yaani kule ndani, kwa ajili ya kubadilisha ile dari, lakini pia kwa ajili ya kupaka rangi kanisa lote, na mbele kule kuweka vigae, kuweka tabernakulo sehemu inayofaa, inayoweza kuonekana na watu wote. Lakini pia tutaweka na picha za Yesu na Mama Bikira Maria na msalaba mkubwa wa mpingo pale katikati, watu waweze kuona vizuri. Tuseme hizo ndio kazi zilizobaki, lakini pia tutaongeza mlango mmoja wa kutokea kwa pembeni, kwa sababu milango ya kutokea yote kama iko nyuma. Kwa hiyo hizo ndio hatua za ukarabati wa kanisa kuu. Nikisema kwa ujumla sasa, naweza kusema kwamba kama 75% kazi ya ukarabati imekamilika, na imebaki hiyo hatua moja ya ndani umaliziaji, ambayo ni karibu kama 25%. Kwa hiyo ninawapongeza sana waamini wa parokia ya Mtakatifu Patrice kwa majitoleo yao, na ninawaomba wakazane ili tuweze kukamilisha ile kazi ambayo tumeianza. Mungu aweze kutubariki. Tumsifu Yesu Kristo.